Semaji. Yani siku hizi sisemi sana. Siongei sana siku hizi. Kwa hiyo mic yako nafikiri siku hizi utakuwa unaongea, siongei sana. Siongei sana. Naona mic yangu imezoea. Siongei sana. Wewe mwenyewe burudani umeiona. Yani inanifanya paka napata kisukari hivi yani kwenye kuongea. Kwa unaambia jina niongezee mshahara. Yani jina tuongezee mshahara. Ongezee sana. Unajua bwana Jeni, nakupa taarifa. Dadangu, Jeni dadangu. Madam Jeni, vijana wako bwana wa huku Unguja waongezee mshahara. Halafu pia watafutie suti ya ubingwa kwa sababu sisi msimu tunakuwa mabingwa inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa ligi kuu ya Zanzibar. Vijana watafutie suti waje kwenye sherehe, mwaliko rasmi kutoka kwa Semaji. Sasa wewe uliniambia kwamba kwenye ubingwa watu waje na wake zao, sisi hatujaoa. Hamna, sasa nyinyi sio mmealikwa tu. Nyinyi watu wadogo hamna nini. Wewe kwenye makaburi mnazikwa upande wenu. Hamna shida yani, kama mmeoa mjaoa nyinyi njooni tu. Leo umevaa na miwani. Miwani ghali. Unajua ukiwa na uhakika ni timu yako, ukiwa na uhakika. Wewe ushakumwona nani clips za Mohamed Ali akipigana? Yes, sijaona. Uje kuona. Umekosa burudani kubwa sana. Sasa leo tulivyocheza kama Mohamed Ali alivyokuwa. Yaani Mohamed Ali kuna muda akiona mpinzani wake dhaifu. Yaani kama kosa gadi haeki hapa. Anaeka hapa. Anambia afu anakutulia maneno, unaniweza? Tulivyofanya zimamoto leo. Yaani unatuweza? Yaani unachukua alafu unaniweza? Unaniweza? Hatari hiyo. Yes, Jalili, tuanzie hapa. Mchezo umetamatika, ushindi wa magoli 3, alama 3, umequalify kuingia hatua ya robo finali. Mchezo mgumu dhidi ya Zimamoto. Mchezo ulikuwaje? Niliona pale juu. Mchezo mgumu kwa Zimamoto, sio kwetu. Mchezo ulikuwa ni mgumu. Hatukuwa na mawazo ya mchezo huu. Sisi mawazo yetu ya Kombe la Muungano. Hatukuwa kabisa na mawazo ya mchezo huu. Jalili, nikuona pale kabisa umevua na miwani, unasimama unanyosha na mikono. Yaani mimi nikiwa uwanjani naona, yaani miwani nikitembea barabarani ndo napata shida, lakini hapa uwanjani naona vizuri. Sasa na zile kusimama kufanya hivi si mchezo ulikuwa mgumu? Hapana, yani sio mimi sina midadi. Na midadi na timu yangu. Dudu vile akipiga imepigwa mali hivi katani hivi, yani katema mate kulia kafikia kushoto, yani na kuwa na midadi inanipanda kama yani najipopokea enzi zangu nilivyokuwa dimbani. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu kwa Zimamoto. Sio kwetu sisi. Sasa mchezo mgumu tunashinda 3. Alafu mwisho hapo tunapiga goli la kwanza zimepigwa pasi 30. Pasi 30 hadi linafungwa. Bila kupotea. Yaani mpira umepigwa, umetolewa katika engo ya kulia, umebadilishwa upande kushoto, umerudishwa tena katikati ya kiwanja, ukatiwa upande tena wa kushoto, cross bang. Pasi 30. Sasa timu hiyo ndio mechi ngumu hiyo. Ni mechi ngumu kwa Zimamoto. Semaji, tulimuona huko pembeni kunaonekana mashabiki pale. Nimekaa? Mimi nilikana mashabiki. Yes. Nibie. Wakaanza kuniambia, yule Skudu Makudubela umemtolea wapi? Timu yetu kuna Skudu Makudubela? Yaani timu yetu kuna silaha wala hazijaanza kutumika. Hizo silaha na kuibia siri zimetoka Iran kwenye mlango ule wa Irani. Umekumwona? Kwa Semaji kesho supu nyingi. Kesho sana. Kesho tunataka tunywe supu ya kunywa supu ya ngamia. Kesho supu ya ngamia. Kabla tuende Juma. Yani kabla tuende Juma tunakula ngamia afu tunawahi Juma ili tuwahi ngamia. Tunakuja pia biriani. Tukitoka hapo tunashushia tuna biriani ya ngamia. Mbosso yakaimba biriani ya ngamia. Mbosso ana balaa makani KVZ Day ya msimu unaofuata ambao tutakuwa sisi tunawakilisha nchi kimataifa. Inshallah Mbosso tutawaletea Unguja. Semaji, mechi imetamatika, mmeshinda, mmeingia katika hatua ya robo finali. Mchezo unaokwenda hivi sasa tarehe 18 dhidi ya Mwembe Makumbi City. Unadhani maandalizi yatakuwa yapoje kuelekea katika mchezo huo? Na ni miongoni mwa michezo amesusa, unasikia amesusa. Kumbe jamaa wangu ana haki yake kuwakimbia. Ni watu wanasusa mechi. Wale bwana wale vijana bwana.
Wamesusa. Wakina nani? Si hao wataja wamesusa. Lakini all in all tunawaheshimu Mwembe Makumbi, wana timu nzuri, wana vijana. Of course kuna wachezaji wao tuliwahi kuwatamani kuwa nao. Hili dirisha kubwa. Lakini wakaweka ngumu kutokana na principles zao. Unajua kwenye timu ukimhitaji mchezaji alafu kukawa kuna ugumu wa kumpata, unajua hiyo timu inajidhatiti kwa vipengele fulani. Kwa hiyo wana timu nzuri, lakini this time nimekwambia na nitaendelea kukwambia ndugu yangu, sisi hatuji kucheza mechi. Tunakuja kucheza fainali. Ni kucheza mechi? Tunakuja kucheza fainali. Umeona? Hatuji kucheza mechi kabisa. Leo tumefanya rotation ya kikosi kama ulizingatia. Golini tumefanya katikati ya kiwanja mbele. Tumefanya rotation kidogo. Na hii yote ni kwamba na wachezaji wa sub pia wamepewa nafasi muda mrefu. Kuna wachezaji wengine hawajatumika kabisa. Hii yote ni kuonesha kwamba kila mchezaji ana ari. Mwalimu always anasema, mimi hakuna mtu ambaye tuna udugu naye, hakuna mtu ambaye tumehusiana. Performance yako ambayo utatuonesha mazoezini na ukipewa mechi ukionyesha ule uwezo week in week out, ndio kitu ambacho kitamshawishi mwalimu kukupa namba. Kwa hiyo kila mchezaji ambaye anapewa nafasi anajitolea kwa kadri ya uwezo wake, hakikisha kwamba anafanya vizuri ili mwalimu aweze kumuona na aweze kumpa nafasi mara kwa mara. Yes, baada ya mechi hiyo nadhani si Mwembe Makumbi ni kitu kama polisi. Lakini nafikiri kutakuwa, unajua siku zimebaki chache. Unajua kombe la Muungano linaanza wiki ijayo. Nafikiri kama ikiwapendeza bodi ya ligi, mchezo huu atupelekee mbele ili tuweze kujiandaa na kombe hili la Muungano, kwa sababu tumeazimia kufanya vizuri katika mashindano. Kwa hiyo hii mechi waipeleke mbele ili sisi tujiandae na kombe la Muungano, alafu tutacheza siku zipo, tutacheza baada ya kombe la Muungano. Semaji sasa ndo tarehe 21 hapa huko pale. Lamba tutapiga punch. Yani kama na wao na hizo punch tutakazowapiga. Tutawapiga punch wale, hawataamini. Yani hiyo mechi hiyo tunakwenda na first tunaandaa na timu yangu tunaandaa slogan ya kwenda nayo, lakini ni ya moja kwa moja au ya hafla ya kuwapelekea salamu tu ziwafikie tayari. Ni kama mtu ambaye yani mtu kwake, alafu nataka umkaribishe, umpangie, yani yeye ndo anajua kwamba pale kuna kichochoro, pale kuna crossi, kuna nini. Kwa sisi ndo wenyeji, kwa tunataka tumuoneshe kwamba yule bwana amevamia mtaa sio. Ushakusikia nyimbo ya kipindi hicho? Kuna mtaro kuna Mboriborini. Kitambo wewe. Mkongwe Faridi. Mimi mkongwe. Unasichakai? Mimi mkongwe Faridi. Sifubai. Mama sina matunzo ya mama yenu mdogo. Ndio maana kwa hiyo ni kama Azam ameenda Mboriborini usiku. Ndio tafuta hiyo nyimbo ya Mboriborini inavyoelezewa. Mimi sitaki kusema hapa, itafuta hiyo nyimbo Amimba Chabi 6 inavyoelezewa. Sasa at that time wa mtaa ulivyokuwa, Azam afia kaenda usiku. Lamba amekuja usiku. Watakachokutana nacho ndio tutakachowafanyia. Yani sikiliza nyimbo au utajua nini inamaanisha kwamba Lamba ameingia mtaa wa Mboriborini usiku. Lamba wameingia mtaa wa Mboriborini usiku. Hawachu salama. Yani watarudi kwa na boxer tu. Hatari Mboriborini hiyo. Semaji wewe usikumjitapa sana semaji. Chuma leo kimekuja. Unaona taarifa? Chuma kipi? Sijaona. Unaona taarifa? Sijaona. Mimi niko busy na mechi yangu tena burudani. Ni busy na taarifa nyingine za nini? Usimsema kakukimbia kule. Ulingoni? Yule mtoto anakimbia ulingoni. Hivi yupo sijamuona. Haonekani kijana. Tayari yuko amesharudi tena kwenye ofisi yako. Kuna kazi. Ofisi yangu mimi? Kuna kazi. Sasa ni na kazi au amekuja ofisi ambayo nafanya kazi mimi. Sasa ukiwa umeenda ofisi nyingine hamna kazi. Unampa neno gani kijana? Kama karudi akaribie uwanjani, akaribie uwanjani. Anafanya vizuri kijana, anafanya vizuri. Akaribie uwanjani, angalau aitetee timu yake, maana naona haieleweki. Sema kama salamu za kinafi. Hiyo timu iko dhaifu hali.
Kwa hiyo akaribia. Sasa sio kinafiki. Sema karibia, unataka niseme nini? Yaani mpe kwa moyo mmoja. Yule kijana wangu kabisa. Kwa hiyo hii ni ndani ya nafsi. Mimi mwenyewe nimefurahi kuondoka kule, kwa watu wanasusa, mwanangu, watu wanasusa mechi. Mambo gani haya? Watu wanasusa mechi. Wangemharibia tu brand yake kijana. Kwa hiyo kaenda sehemu, I think ni better place kwake. Nadhani kurejea tena kwake kutaongeza ushindani. Of course icon of course, ukizungumzia watu ambao wanaipush hii game yetu sisi kwa Zanzibar, of course utanitaja mimi, utamtaja yeye. Kwa hiyo ni jambo zuri na mimi nimefurahia. Sasa nilikuwa peke yangu, hakuna mtu ambaye anani challenge. Kwa hiyo sasa hivi mimi napenda challenge. Kwa hiyo sasa hivi challenge imerudi, ni jambo zuri. Semaje, tumalizie hapa maana muda umetarada. Mashabiki wako wa KVZ kwa hivi sasa wanakwenda kuzungumza nao nini, lakini pia kuhusiana na maandalizi mazima ya Muungano Cup? Of course umezungumza neno zuri. Leo tulikuwa kabla mchezo wa leo tulikuwa tuna kikao na kikundi chetu cha ushangiliaji. Of course baada ya Muungano nafikiri kitaanza kufanya kazi rasmi. Utasikia zile KVZ naipenda, usifikiri utani, waingekuwa embe dodo, ningeida na majani. KVZ naipenda, utasikia sana hizo. Alafu kuna moja hiyo, kuna namba 1, namba 2, namba 3, we namba 4, namba hatari. Lakini kuanzia sasa hivi au kuanzia mashindano ya Muungano, nataka uwepo wao uwe mara nyingi, na hilo tumelifanyia kazi na utaona kuanzia Muungano hadi michezo ya ligi tukirudi, mashabiki watakuwa wanakuja kwa wingi sana. Kwa hiyo ile jambo hilo ambalo tulikuwa tunaliwaza muda mrefu na linakwenda kutimia, na tutakuwa wachezaji wanafanya kazi yao uwanjani, lakini na mashabiki wetu watakuwa wanafanya kazi yao jukwani. Benchi limependeza leo sana. Of course kawaida yetu sisi, hakuna mtu ambaye anatuweza kwa kila kitu. Basi zuri, benchi la ufundi zuri na kuvaa na kupendeza, wachezaji wazuri, jezi zetu hazitoki Kariakoo. Unasisitiza sasa tunafanya jezi inatoka Uturuki, Osman Bey. Osman Bey imepanda ndege. Sasa jezi imepanda boti. Afu jezi hazipandi boti hiyo. Zipanda ile mameli usiku masilink. Mameli usiku ndio anakuja. Sasa ndege brother. Ndege imeshuka. Drone. Leo umeona? Sisi tumwacha mbali sana vijana. Kwa hiyo vijana wana sehemu kubwa sana kujifunza kutokea kwa. Of course tunafanya hivi, alifanya hivi kwa kuoneshea, tunataka ushindani uongezeke. Of course sisi tunataraji kama tunavyofanya sisi na wapinzani wetu nao wengine wawe the same ambavyo tupo sisi. Kwa semaji kwenye uzinduzi tumo. Kwenye mpo? Shai. Mpo. Nyinyi ndo wanangu, tumetoka nao mbali sana nyinyi. Mpo. Ndio maana nimewaambia Madam Jeni awatafutie suti nzuri za rangi ya kijani. Tayari kijani tena. Au nyinyi mnavaa nyeusi? Nyeusi pia rangi yetu. Kama yeye fresh. Atafutie suti nzuri, muje kula ubwabwa na kusherehekea ubingwa, kwa sababu ndio ni usiku wa wana volunteer.